بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo ukurasa nambari 25 tukiingia katika kusoma aqsamul hadithi min jihati al-inqita'i fi sanadi, ikiwa na maana aqsamul hadithi min jihati wujudi al-inqita'i fi sanadi, vigawanyo vya hadithi katika upande wa kuwepo kukatika katika sanadi. Tamam? Tutaanzia kusoma katika al-hadithu al-mu'dhalu, lakini al-hadithu al-munqati'u nayo min aqsami al-hadithi min jihati wujudi al-inqita'i fi sanad, ni katika vigawanyo vya hadithi katika upande wa kuwepo kukatika katika sanadi. Tamam? Lakini jana tulitangulia kukisoma. Kwa nini? Kwa sababu kilihusishwa na vigawanyo vya nyuma. Sawa sawa, kilihusishwa na vigawanyo vya nyuma ambacho ni al-maqtu'u. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna dharura ya kukitanguliza kukisoma kwa ile siku ya jana. Tamam? Lakini kinaingia katika nini? Aqsamul hadithi min jihati wujudi al-inqita'i fi sanad. Tamam? Hakadha Sheikh anasema al-mu'dhal, kwa maana al-hadithu al-mu'dhal. Akaanza kusema al-mu'dhal, tamshi la al-mu'dhal bi sighati ismi al-maf'uli, kwa sigha ya ismu maf'ul, lughatan kilugha, ma'khudhun, limechukuliwa tamshi hilo, min qawlihim, katika kule kusema kwao, a'dhalahu fulanun idha a'yahu amruhu, pindi litakapomchosha au pindi litakapomsumbua, amruhu, jambo lake. Tamam? Kwa hiyo wanavyosema a'dhalahu fulanun, wana maana kwamba mtu fulani kamsumbua na kumchosha mtu mwingine kwa jambo fulani. Tamam? Hakadha. Kwa hiyo wanaposema alhadithu almu'dhalu, maana yake ni hadithi yenye kuchoshwa. Sigha ya ismu maf'uli, hadithi yenye kuchoshwa, au hadithi ya mwenye kuchoshwa. Tamam? Summiya alhadithu bidhalika, imeitwa hadithi hii kwa jina hilo, lianna almuhadditha, kwa sababu yule muhaddith alladhi, ambaye kwamba haddatha bihi, aliyehadithia hadithi hiyo, kaannahu, kana kwamba yeye, a'dhalahu, imemchosha hadithi hiyo, wa a'yahu, na imemsumbua, falam yantafi' bihi, falam yantafi' bihi, ikawa hajanufaika kupitia hadithi hiyo, man, yule ambaye, yarwihi, anaipokea hadithi hiyo, anhu, kutoka kwa huyo muhaddith aliyehadithia. Tamam? Naam, ni hivi, wewe unaenda kupokea hadithi kwa shekhe, huyo shekhe ana hadithi ambayo ni mu'dhalun. Tamam? Wakati anakupokeza anasema nimeipokea hadithi hii an fulani, kutoka kwa mtu fulani. Sasa huyo an fulani ni mtu wa tabaka ya tatu. Ni mtu wa tabaka ngapi? Ya tatu. Kwa maana kuna watu wawili nyuma ya shekhe kwenye upande wa sanad hawapo. Kwa hiyo yule shekhe anapokusomea hadithi hiyo, anakuwa anakusomea huko anajingatangata, anakusomea huko anajingatangata, ana wasiwasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua utashangaa, inakuwaje mtu anapokea hadithi kwa mtu wa tabaka la tatu, iwe kuna watu wawili hapa katikati, nini hajawataja, hadithi hii inakuwaje? Kwa hiyo yule shekhe mwenyewe hadithi ile katika kuipokeza
inakuwa inampa nini? Inampa utata, lakini wewe pia unaipokea inakuchosha na inakupa tabu, kwa maana unaingiwa na sintofahamu. Inakuwaje shekhe apokee hadithi kwa mtu wa tabaka ya tatu hajamuona, kisha kuwa kuna watu wawili hapa hawajatajwa? Tamam, ndio maana ikaitwa alhadithu almu'dhalu, hadithi yenye kuchoshwa au hadithi ya mwenye kuchoshwa. Tamam. Akaendelea kusema shekhe, wa huwa alhadithu alladhi saqata min sanadihi ithnani fasa'ida, wa huwa na hiyo hadith almu'dhal, alhadithu alladhi ni hadithi ambayo saqata wamepomoka, min sanadihi katika sanadi yake, ithnani fasa'ida watu wawili na zaidi ya wawili, min ayi mawdhi'in kana katika sehemu yoyote itakayokuwa, bisharti at-tawali, lakini bisharti at-tawali wat-tatabu'i maana yake ni moja. At-tawali na at-tatabu'i maana yake ni moja. Bisharti, kwa sharti, at-tawali wat-tatabu'i kwa sharti la kufuatana, fi saqitaini kwa hao watu wawili watakaoanguka kwenye sanad. Tamam. Ni vipi? Tuna wapokezi sita. Tuna wapokezi wangapi? Sita. Tulitoa jana mfano wa kilo, tunaurudia tena. Tuna wapokezi wangapi? Sita. Tuna mpokezi namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6. Tamam, hakadha. Mpokezi namba 1 na namba 2 wakafuatana wote, wakawa wamepomoka kwenye sanadi, hawapo kwenye sanadi. Tamam. Kisha mpokezi namba 3 na namba 4 wapo. Sawa, hadithi hii itaitwa ni al-mu'dhalu. Kwa sababu gani? Kuna wapokezi wawili wamepomoka sehemu moja kwa kufuatana. Tamam, hakadha. Lakini pia vile vile ikitokea mpokezi namba 1 na namba 2 wamepomoka wote kwa pamoja, hawapo. Lakini pia vile vile mpokezi namba ngapi? Namba 5 na namba 6 pia wamepomoka wote kwa pamoja, hawapo katika sanadi. Tamam, hadithi hiyo pia itaitwa alhadithu almu'dhalu. Tamam. Kwa hiyo ni hadithi ambayo wanapomoka watu wawili katika sanadi kwa kufuatana, kwa maana wapomoki wawili wote kwa mpigo au kwa pamoja. Tamam. Tofauti na alhadith almunqati'u. Alhadith almunqati'u ni apomoke mtu mmoja tu. Tamam, kwa maana apomoke mtu mmoja kati ya watu wawili. Sawa, kuna watu watatu, wa kwanza, wa pili, wa tatu. Yule wa pili apomoke, ndio alhadith almunqati'. Tamam, kwa maana wa kwanza awepo na watatu awepo. Lakini alhadith almu'dhalu wapomoke watu wawili kwa kufuatana. Tamam, hakadha. Ndio akasema bi sharti tawali wat-tatabu'i, kwa sharti la kufuatana fi saqitaini, katika wale wa watu wawili wenye kupomoka, kwa maana wafuatane katika kuanguka kwenye as-sanad. Tamam, hakadha. Ka an yasquta as-sahabi wat-tabi'i, ka an yasquta, kama kupomoka as-sahabi wat-tabi'i, sahaba na tabi'i. Sahaba na tabi'i wanafuatana. Tamam, hakadha. Au at-tabi'i wa tabi'uhu, au apomoke tabi'i na tabi'i, hawa wanafuatana katika tabaka. Tamam. Au ithnani qablahuma, au wapomoke kwa kufuatana wawili kabla ya tabi'i. Tamam. Kwa maana wale waliokuwa chini ya tabi'i wapomoke wawili kwa kufuatana. Mafhum? Hakadha. Amma idha saqata wahidun baina rajulaini, ama atakapopomoka mmoja kati ya watu wawili, thumma saqata min mawdhi'in akharin, kisha akapomoka katika nini? Sehemu nyingine, min al-isnadi, katika sanadi hiyo hiyo, wahidun akharun, akapomoka mtu mmoja mwingine, fahuwa munqati'un, hadithi hiyo ni munqati'u fi mawdhi'aini, ni hadithi munqati'u fi mawdhi'aini, kwa maana hadithi ambayo kumepatikana inqita' ya mtu mmoja katika sehemu mbili, kama taqaddama fi al-munqati', kama yalivyotangulia maelezo yake kwenye al-hadith al-munqati'. Tamam. Sheikh akaingia kutupa mfano, akasema mithalu al-mu'dhali, mfano hadithi mu'dhal, ma rawahu al-imam Malik fi al-Muwatta'i. Ma rawahu ni ile hadithi aliyoipokea al-imam Malik, Imam Malik,
fil Muwatta'i, kwenye kitabu chake cha Muwatta, annahu qala, hakika yeye Imam Malik qala, amesema balaghani an abi Hurairata, balaghani an abi Hurairata, imenifikia habari mimi an abi Hurairata, kutoka kwa abi Hurairata. Tamam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtume qala, amesema lilmamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bilmaruf, lilmamluki, anapaswa apewe mtumwa, ta'amuhu, chakula chake, wa kiswatuhu, na mavazi yake, bilmarufi, kwa wema. Tamam. Famalikun, bas Imam Malik yarwi hadha alhaditha, anaipokea hadithi hii an Muhammad ibn Ajlan. Tamam. Al-Imam Malik anaipokea hadithi hii an Muhammad ibn Ajlan an abihi. Imam Malik anaipokea hadithi hii kutoka kwa Muhammad ibn Ajlan an abihi, naye Muhammad ibn Ajlan anaipokea hadithi hii kwa nani? Sasa anaipokea hadithi hii kwa nani? Kwa baba yake ibn Ajlan, an abi Hurairata, naye Ajlan. Tamam. Naye Ajlan anaipokea hadithi hii kutoka kwa nani? Kwa abi Huraira. Sawa. Lakini al-Imam Malik kwenye Muwatta hakumtaja Muhammad ibn Ajlan wala kumtaja mzee Ajlan. Yeye alisema moja kwa moja balaghani an abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadha. Tamam. Kwa hiyo Imam Malik aliwaondosha watu wawili, Anasema Sheikh, waqad jaa muttasilan hakadha fi kharij almuwatta'i, waqad jaa, na hakika ilikuja hadithi muttasilan, hali ya kuwa ni yenye kuungana sanadi yake, hakadha, kwa namna hii. Kwa namna gani? Kwa namna ya kuonekana kwamba hadithi hii mtu wa mwisho kuipokea kabla ya Imam Malik ni Muhammad ibn Ajlan, naye Muhammad ibn Ajlan aliipokea kwa mzee wake mzee Ajlan, naye mzee Ajlan aliipokea hadithi hii kwa abi Hurairata radhiyallahu anhu. Lakini Imam Malik kwenye Muwatta kasemaje? Balaghani anna balaghani an. Tamam. Alisemaje? Balaghani an abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala kadha. Tamam. Fadhahara, ukadhihiri, anna saqit ithnani, kwamba waliopomoshwa au tuseme waliopomoka. Fadhahara, kukadhihiri, anna saqita, kwamba waliopomoka, ithnani, ni wawili. Tamam. Ambao Imam Malik aliwapomosha kwa kutokuwataja, lakini waqad jaa muttasilan hakadha fi kharij almuwatta'i. Tamam. Ikapokewa hadithi hii nje ya Muwatta, kwa maana ikapokewa kwa wapokezi wengine ambao walikuwa tabaka moja na Imam Malik kwa sanadi kama hii. Tamam. Sanadi gani? Sanadi ya kuonekana kwamba kabla Imam Malik hadithi hii alipokea Muhammad ibn Ajlan, naye Muhammad ibn Ajlan alipokea kwa mzee wake, naye mzee wake ndio akaipokea kwa abi Hurairata. Tamam. Hakadha. Kwa huo ni mfano. Wayadkhulu fi hadha at-ta'rifi, na inaingia katika taarifu hii al-marfu', hadithi ambayo ni marfu', kwa maana hadithi marfu' wenda ikapatikana na inqitaa ya watu wawili, sawa sawa. Wal mawquf, na hadithi mawquf, sawa sawa. Wal maqtu', na hadithi maqtu'. Wa yakhruju al-muttasil, na inatoka hadithi muttasil. Kwa sababu gani? Hadithi muttasil sharti ni sanadi hiungane. Tamam. Hakadha. Hukmu ya hadithi hii annahu min anwa'i dhaif, hakika hadithi hiyo ni katika nini? Miongoni mwa vigawanyo vya hadithi dhaif. Tamam. Hakadha. Al-mursalu, kwa maana hadha al-hadith al-mursal, hadha al-hadith al-mursal. Anasema Sheikh, al-mursalu, tamshi la mursal bisighati ismi al-maf'ul, wa sigha ya ism maf'ul, ma'khudhun, limechukuliwa tamshi hilo min al-irsali, kutoka katika masdari ya al-irsali. Wa huwa,
Na hiyo masdari ya al-irsali maana yake al-itlaqu, ni kuachilia. Maana yake ni kuachilia. Sasa kwa nini imeitwa hadithi hii kuwa ni al-hadithu al-mursal? Anasema shekhe, likauni al-mursilu, imeitwa hadithi hii mursal likauni al-mursilu, kwa sababu ya kuwa yule anayeipokea kwa njia ya irsal atlaqa al-haditha, ameiachilia ile hadithi, walam yuqayyiduhu, na hakuifungamanisha bijamii ruwatihi, na wapokezi wake wote, hakuifungamanisha na wapokezi wake wote. Kwa maana kuna sehemu ameacha mwanya, kule kuacha mwanya ndiyo ikapelekea hadithi hii itwe nini? Alhadithul mursal, kwa maana hadithi iliyoachiliwa. Tamam. Haithu, pale ambapo lam yusamma man arsalahu anhu, lam yusamma, hakumtaja man, yule ambaye arsalahu, aliachilia hadithi hiyo, kwa maana aliacha mwanya kwenye hadithi hiyo, anhu, alipopokea wapi? Kwake yeye. Sawa. Haithu, pale ambapo lam yusamma man, hakumtaja yule ambaye arsalahu, ameiachilia hadithi hiyo, anhu, alipoipokea kwa mtu huyo, kwa maana hakumtaja yule mtu ambaye alipokea hadithi kwake. Sawa sawa, akamuondosha, ukapatikana mwanya pale. Tamam. Sheikh akasema, wa huwa, na hiyo alhadithu almursalu, alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo rafa'ahu at-tabi'i ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ameiegemeza tabi'i. Rafa'ahu, ameiegemeza tabi'i ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume. Ai, akiwa na maana anna tabi'iyya, kwamba tabi'i qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tabi'i ni upi? Tabi'i ni yule ambaye ameona maswahaba, hajamuona mtume. Sawa. Sasa inakuwaje tabi'i aseme qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kadha? Hii ni kuonesha wazi kwamba hadithi hii huyu tabi'i ameipokea kwa swahaba, lakini akamuondosha, hakumtaja. Sawa sawa, akaacha mwanya pale, kisha akasemaje? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kadha. Tamam. ويخرج من هذا التعريف المتصل، ويخرج، na inatoka min hadha التعريف, kupitia taarifu hii au katika taarifu hii, almuttasil, inatoka hadithi muttasil, kwa maana hadithi muttasil haiwezi kuja kuwa ni mursal. Walmawquf, na hadithi mawquf inafahamika. Walmaqtu', na hadithi maqtu', zote hizi haziwezi kuja kuwa ni mursal. Tamam. Wayadkhulu almu'dhalu walmunqati'u. Sasa wayadkhulu, na inaingia almu'dhalu, hadithi mu'dhal, walmunqati'u, na hadithi munqati'. Tamam. Hakadha akasema Sheikh, hukmu almursali, hukmu ya hadithi ya mursal, annahu dha'ifun inda akthari almuhaddithin, hakika hadithi hiyo ni dhaifu kwa wanawazuoni wengi wa hadithi. Wa minhum al-Imam ash-Shafi'i, na miongoni mwa waliohukumu kuwa ni dhaifu ni al-Imam ash-Shafi'i. Tamam. Al-Imam ash-Shafi'i ameihukumu kwamba hadithi mursal ni dhaifu. Sawa, lakini hakuihukumu kuwa ni dhaifu moja kwa moja. Tamam. Alitoa masharti manne. Al-Imam ash-Shafi'i alitoa masharti manne, masharti ambayo yakipatikana basi hadithi hiyo inakuwa nini? Inakuwa ni sahihi. Tamam. Masharti yenyewe ni haya ambayo tutasoma hapa, lakini masharti haya, masharti matatu hayana matawi, lakini sharti la nne lina matawi, kwa maana lina vipengele vingine. Tamam. Hakadha anasema al-Imam Shafi'i, ili aikubali hadithi mursal kuwa ni hadithi sahihi, an yakuna al-mursalu min kibari tabi'in, iwe hadithi mursal imepokewa na wale wakubwa katika tabi'in. Tamam.
ipokewe na wale wakubwa katika tabi'ini, kwa maana wale tabi'ina wa mwanzo. Sawa sawa. Lakini kauli hii ya kusema kwamba lazima ipokewe na tabi'i wa mwanzo wale wakubwa, wanawazuoni wengi pia hawakuikubali, wakasema kwamba si lazima wawe tabi'i wakubwa. Tamam, kikubwa tu awe ni tabi'i. Tabi'i yote awe ni tabi'i, awe ni tabi'i au tabi'i. Na kweli ukiangalia al-Imam Malik ni tabi'in, ni tabaka ya tatu ya matabi'ina. Imam Malik ni tabaka ya tatu ya tabi'ina, na amepokea hadithi hii kwa njia ya mursal, tumeiona hapa na imehukumiwa kwa ni mursal. Tamam. Lakini pia al-Imam az-Zuhri ambaye ni shekhi wa al-Imam Malik min sighari tabi'ina, anahesabiwa kwa ni min sighari at-tabi'ina, anahesabiwa kwa ni katika tabi'ina wadogo. Tamam. Kisha tabi'ina wakubwa miongoni mwao ni Sa'id ibn Musayyib na wengineo. Kwa hiyo sharti la kwamba iwe min kibari tabi'ina, wanawazuoni wengi wa hadithi hawakulitilia mkazo, wakasema sio lazima awe min kibari tabi'ina yoyote katika tabi'ina. Sasa iwe min kibari at-tabi'ina au min sighari at-tabi'ina. Kwa sharti la kwanza la al-Imam Shafi'i ni an yakuna al-mursil, awe aliyeifanyia irsali hadithi hiyo min kibari tabi'ina, awe min kibari at-tabi'in, kwa maana awe ni katika tabi'ina wakubwa. Lakini kwa hapa sasa tuchukue hukumu kwamba awe ni katika yoyote miongoni mwa tabi'ina. Tamam, hakadha. Sharti la pili, atakapoulizwa yule al-mursilu, tamam, atakapoulizwa al-mursilu jina la yule ambaye amepokea kwake, amtaje mtu ambaye ni thika. Sawa. Wakasema wa idha samma man arsala anhu samma thiqatan, atakapomtaja yule ambaye ameipokea hadithi hiyo kwa irsali kutoka kwake, samma thiqatan, amtaje mtu ambaye ni thika. Ai akimaanisha idha suila an ismi rawi alladhi hadhafahu, atakapoulizwa kuhusiana na jina la yule mpokezi ambaye amemuondosha, fa innahu yadhkuru isma shakhsin thiqat. Sasa yadhkuru isma shakhsin thiqatin, ataje jina la mtu ambaye ni thika. Hilo ni sharti la pili. Sharti la tatu, iwe hadithi hiyo haina tofauti na ile hadithi itakayopokelewa na wanawazuoni wengine wa hadithi katika tabaka yake, kwa maana ile matni ya hadithi ipokewe matni nyingine kama ile na wanawazuoni wengine wa hadithi katika tabaka yake. Ndio akasema wa idha sharakahu al-huffadhu al-ma'munun lam yukhalifuhu, pindi watakaposhirikiana na yeye wanawazuoni wengine wa hadithi katika kuipokea matni kama hiyo, lam yukhalifuhu, wasitofautiane naye, kwa maana hao wanawazuoni wengine wa hadithi wapokee matni mfano wa matni yake. Tamam. Lakini ikitokea yeye kaipokea kwa namna fulani au kwa matamshi fulani, sawa, kisha wanawazuoni wengine wakaipokea kwa namna tofauti na yake yeye, na ile namna yake yeye ikawa ndiyo peke yake inatofautiana na matni nyingine, basi matni yake yatakataliwa kwa mujibu wa kauli ya Imam Ash-Shafi'i. Tamam. Kwa hiyo kasemaje, wa idha sharakahu al-huffadhu al-ma'munun lam yukhalifuhu, pindi watakaposhirikiana na yeye wanawazuoni wengine wa hadithi katika tabaka yake, kushirikiana yeye katika nini? Katika kupokea matni kama hiyo, lam yukhalifuhu, wasitofautiane naye, kwa maana wote wapokee matni inayoendana na matni yake. Hilo ni sharti la tatu. Sharti la nne lenye vipengele nalo lina vipengele vingapi? Vinne. Anasema al-Imam, an yurwa al-hadithu min wajhin akharin musnadan, ipokewe hadithi hiyo min wajhin akharin, kwa njia nyingine, musnadan, aliyakuwa sanadi yake imeungana. Tamam. Kipengele kingine sasa,
an yurwa min wajhin akharin mursalan, ipokewe hadithi hiyo hiyo kwa njia nyingine mursalan, ikiwa nini? Ikiwa ni mursali pia. Tamam. Kipengele chingine, an yuwafiqa qawla sahabi, qawla sahabiyin, an yuwafiqa qawla sahabiyin, hadithi hiyo iwafikiane na kauli ya sahaba yoyote mwenye kuzingatiwa kwamba ni sahaba. Kipengele cha mwisho, an yuftiya bimuqtadahu aktharu ahli alilmi, an yuftiya, watoe fatwa bimuqtadahu, kwa yale maudhui yaliyobebwa na hadithi ile, aktharu ahli alilmi, watu wengi wa elimu, kwa maana wanawazuoni wa tabaka lake sasa, au tabaka inayofuatia. Sawa sawa. Haya ndiyo masharti aliyoyaweka al-Imam Shafi'i katika nini? Kuihukumu hadithi mursal kuwa ni sahihi. Kwa Imam Shafi'i hakuihukumu hadithi mursal kuwa ni dhaifu moja kwa moja, bali aliweka masharti, na utaona masharti yote haya lengo ni kuichunga na kuilinda hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili isije akazushiwa uongo. Tamam. Hakadha Sheikh akaendelea kusema, amma al-Imam Malik, amma Imam Malik, na sio peke yake tu, ni Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal. Tamam. Wote wapo katika nini? Katika kauli hii ambayo itatajwa sasa hivi. Tamam. Wanasema amma al-Imam Malik, amma Imam Malik fa innahu, hakika yeye, yahtaju bil mursal, anaitumia katika hoja hadithi mursal, kwa maana anaizingatia kuwa ni sahihi. Tamam. Maana hadithi ili itumike katika hoja ni iwe imekubaliwa, iwe ni makbulun. Tamam. Kwa hiyo Imam Malik yeye fa innahu, hakika yeye, yahtaju bil mursal, anaitumia katika hoja hadithi mursal, kwa maana anaizingatia kuwa ni sahihi. Fil ahkami, katika masala ya hukmu, wa ghairiha, na masala mengineyo, kwa maana masala ya aqida. Tamam. Wa hadha huwa almashhuru anhu, wa hadha, na qawlihi, huwa almashhuru anhu, ni qawli inayofahamika anhu, kupokewa kwake yeye. Wa anil Imam Ahmad ibn Hanbal, na kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, kwa maana Imam Ahmad ibn Hanbal naye pia yupo katika msimamo wa Imam Malik, lakini pia na Imam Abu Hanifa. Tamam. Wa fi hadhihi almas'alati khilafun baina alulama'i, wa fi hadhihi almas'alati, na katika mas'ala haya, mas'ala nini? Mas'ala ya alhadith almursal, khilafun baina alulama, kuna tofauti kati ya ulama, kwa maana wanawazuoni wamekhtalifiana. Laisa hadha makanu bastihi, hii si sehemu ya kuyarefusha hayo maelezo ambayo wamekhtalifiana. Tamam. Na mwenye kutaka kuyapata maelezo haya arudi katika kitabu cha al-Imam Suyuti, Tadribur Rawi, sasa fi sharhi Taqrib an-Nawawi, atayakuta yote. Tamam. Hakadha Sheikh baada ya hapo akatoa mfano, akasema mithalu al-mursali, mfano wa hadith mursal, ma rawahu al-Imam Malik fi al-Muwatta, ni ile hadithi aliyoipokea Imam Malik kwenye kitabu chake cha Muwatta, an Zaid ibn Aslama, an Zaid ibn Aslama, amepokea Imam Malik an Zaid ibn Aslama, an Ata ibn Yasar, kutoka kwa Ata ibn Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume qala, amesema, inna shiddatal harri min fayhi jahannama. Tamam. Inna shiddatal harri, hakika wingi wa joto au joto kali, min fayhi jahannama, linatokana na kupumua moto wa Jahannam, kwa maana moto wa Jahannam unapotoa mvuke, basi ndiyo joto linazidi hapa duniani. Tamam. Alhadith, mpaka mwisho hadithi. Fa'atau hadha tabi'iyun, basi huyu Ata ni tabi'iyun, kwa maana Ata si katika masahaba, Ata si katika masahaba, ni tabi'iyun, kwa maana Ata kuna sahaba amemtoa, sahaba ambaye Ata amepokea hadithi kutoka kwake yeye, lakini hajamtaja. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo fa'atau hadha, bas Ata huyu tabi'iyun, tabi'iyun, wa qad rafa'a alhaditha ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
na hakika ameiegemeza hadithi ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume moja kwa moja, pasi na kumtaja yule sahaba ambaye amepokea hadithi kwake yeye. Wa ila huna antahi, alkamalu lillahi walismatu lilanbiyai wannaqsu lana. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.